Sehemu ya 3. Tunaendelea pale tulipoishia. Baada ya mazishi ya wazazi wake, Juliet alihisi upweke mkubwa na hasira iliyomjaa moyoni. Alikuwa na hisia kali kwamba kifo cha wazazi wake hakikuwa ajali ya kawaida, bali mpango uliosukwa kwa hila. Ndugu zake walikuwa washukiwa wake wakuu, lakini hakuwa na ushahidi wa kuthibitisha tuhuma hizo. Katika harakati za kutafuta majibu, Juliet alikutana na Alex, kijana mtanashati na mchangamfu aliyekuwa na ujuzi wa uchunguzi. Walikutana kwa bahati kwenye mgahawa, na mazungumzo yao yalisababisha Alex kuahidi kumsaidia kufichua ukweli kuhusu ajali ya wazazi wake. Kwa muda, wawili hao walifanya uchunguzi wa kina. Walizungumza na mashahidi, walikagua ripoti za polisi, na hatimaye wakagundua jambo la kutisha: gari la wazazi wa Juliet lilikuwa limeharibiwa kimakusudi kabla ya ajali kutokea. Hii si ajali ya kawaida, Juliet, Alex alisema kwa sauti ya msisitizo. Juliet alishtuka. Nani angeweza kufanya kitu kama hiki? Aliuliza kwa mshangao. Alex alimtazama kwa makini kabla ya kujibu kwa upole lakini kwa hakika. Ndugu zako wanataka mali zako. Kauli hiyo ilimfanya Juliet atetemeke kwa hasira. Siwezi kuamini. Ndugu zangu wenyewe, alipiga kelele huku machozi yakianza kumtiririka. Alex alimsogelea na kumshika mkono, akijaribu kumtuliza. Tunahitaji ushahidi wa kutosha. Hatutaweza kuwashitaki bila kuwa na thibitisho la kutosha. Wakiungana kwa nia moja, waliendelea na uchunguzi wao kwa umakini mkubwa. Walifuatilia miamala ya kifedha ya familia, wakachunguza biashara ya wazazi wa Juliet, na mwishowe waligundua ukweli wa kushtusha: ndugu zake walikuwa wamejihusisha na biashara haramu kwa muda mrefu. Wazazi wa Juliet walipogundua hilo, walitaka kujitoa, lakini deni kubwa lililowakabili ndugu hao liliwalazimu kupanga njama ya kuwaua ili kuficha ukweli na kurithi mali zao. Baada ya siku nyingi za juhudi, Juliet na Alex walifanikiwa kukusanya ushahidi wa kutosha. Bila kusita, walichukua ushahidi huo na kuupeleka polisi. Uchunguzi rasmi ulifanyika, na hatimaye ndugu za Juliet walikamatwa na kushtakiwa kwa mauaji ya wazazi wake. Juliet alihisi afueni kubwa. Haki imetendeka, alisema kwa sauti ya utulivu, lakini moyoni mwake bado alihisi kuwa jambo fulani halijakamilika. Hakujua kuwa hadithi yake haikuwa imefikia mwisho. Katika siku zilizofuata, alianza kuhisi kuwa kuna mtu aliyekuwa akimfuatilia. Mtu huyo alikuwa hatari na alikuwa na nia mbaya dhidi yake. Itaendelea sehemu ya 4. Ili kupata mwendelezo wa hadithi hii, nenda YouTube, andika Sauti ya Moyo Pati 4. Hadithi hii imeandikwa na Jennifer Benedicto.